Bwana, baada ya mamlaka kwa maana ya bodi ya ligi pamoja na TFF kutangaza tarehe kwa ajili ya mchezo nambari 184 kati ya Wananchi Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, masakata yanaendelea kuwa mengi kweli kweli, na hapo mengi yanazungumziwa katika sehemu tofauti tofauti. Baadhi yao yaliweza kuchakatwa kutokea pale bungeni, viunga vya bungeni pale Dodoma, na wabunge na wananchi mbalimbali kudai haki na kudai ripoti ambayo mamlaka awali ilisema inafanyia uchunguzi hasa kwa tuhuma za rushwa pamoja na sababu za kiusalama ambazo ziliweza kupelekea dabi hiyo kuahirishwa. Pressure ni kubwa na lawama zinaendelea kuwa nyingi, hasa zikiwakumba klabu ya Simba Sports Club baada ya kuonekana wananufaika sana na makosa wanayofanya marefari katika maamuzi yao wakiwa uwanjani. Ikumbukwe tu Simba wanahusishwa kubebwa katika mchezo wa Pamba Jiji pale jijini Mwanza, lakini pia penalty waliopewa pale Jamhuri wakicheza dhidi ya Dodoma Jiji, lakini pia kuongezwa kwa muda mwingi wa kufidia kwa maana baada ya kukamilika wa dakika 90 kwa Simba Sports Club, hasa pale wanapokuwa nyuma ya goli au mchezo ukiendelea wakiwa sare na timu pinzani. Hilo limeonekana katika mchezo wa hivi karibuni dhidi ya Mashujaa, na Ahmed Ali ameweza kuzungumzia kwenye hili. Hem, twende tusikie sauti yake. Hii ni Blue House Dax Media, mimi ni Don_Barabara 12. Huyu hapa Ahmed Ali. Mechi sisi tutacheza hata siku mbili. Hata siku mbili. Nakwambia. Kama unapoteza muda, hata siku mbili mfululizo sisi tutacheza mechi. Tunacheza mpaka dakika 90 za kwenye saa ya mwamuzi zikamiliki. Na hapa niwe very clear, watu waachane na saa ya Azam TV pale. Ile ni non-stop, ile haisimamagi. Ile inasimamaga tu half time, ndio ikirudi naendelea pale pale. Sahihi kabisa. Saa ya kufuata ni saa ya mwamuzi. Kwa kama dakika 90 za mwamuzi hazijakamilika, siku 4 tunacheza mechi moja. Baada ya bodi ya ligi kutangaza tarehe mpya ya mchezo kwa maana ya Juni 15, Young Africans waliweza kuwajibu kupitia taarifa yao iliyokuwa inasema pale mwishoni kwamba hawatahusika kwenye mchezo huo kutokana na uvunjifu mkubwa wa kikanuni, dhuluma inayofanywa na mamlaka, lakini pia upendeleo unaoendelea kwa baadhi ya vilabu hapa NBC Premier League. Baada ya mkanganyiko wa dabi uliokuwepo kati ya Wananchi dhidi ya Simba Sports Club Machi 8, mamlaka iliweza kuja na taarifa ya kuahirisha mchezo kutokana na sababu za kiusalama, lakini pia kufanyia uchunguzi mambo yaliyojitokeza ikiwemo tuhuma za rushwa. Baada ya kasi kutolea majibu na kusema kesi hii ishe katika mamlaka za ndani, mapema bodi ya ligi iliweza kutangaza tarehe mpya ya mchezo kwa maana ya Juni 15 kati ya Wananchi Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Maswali yanaendelea kuwa mengi na lawama ni nyingi miongoni mwa mashabiki wengi. Weje leo hii bodi ya ligi kutangaza tarehe mpya ya mchezo bila kutoa ripoti ambayo walisema wanaifanyia uchunguzi dhidi ya tuhuma za rushwa zilizokuwa zikionekana, lakini pia sababu za kiusalama ambazo zilionekana kuwa sehemu ya kuahirishwa kwa mchezo ambao awali uliweza kuwa nyoya pale Machi 8. Masakata na kesi zinapoendelea kuwa nyingi, mamlaka huwa zinahusishwa katika kuyamaliza, na ipo kesi ya Faisal Salum Feitoto Abdalla pale Young Africans ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kumwomba Engineer Hersi Said kumalizana naye na sakata likaisha. Lakini baadhi ya mashabiki ikiwemo wabunge pale bungeni jijini Dodoma wameweza kumwomba waziri mwenye dhamana ya michezo Profesa Palamagamba Kabudi na msaidizi wake naibu waziri Hamisi Mwinjuma mwana FA kulimaliza sakata hili. Lakini Profesa Palamagamba Kabudi ameweza kuja na majibu yafuatayo. Wizara au serikali haiwezi kuingilia swala hilo. Swala la ligi linasimamiwa na TFF, linasimamiwa na bodi ya ligi, na kanuni haziruhusu serikali kuingilia mambo hayo, kwa sababu ukifanya hivyo FIFA itaifungia Tanzania. Sasa kwa ndugu yangu Swale na wanasheria wengine, hilo jambo ni sub judice, na kwa sababu ni sub judice siwezi kulisema. Nikilisema nitakuwa nimefanya makosa ya padri kutoa maungamo. Kwa hiyo tunaendelea na juhudi mbalimbali, na mazungumzo yetu yaligusa kuhusu kuboresha mchezo wa mpira katika nyanja mbalimbali. TFF ni chombo, lakini TPLB kwa maana ya bodi ya ligi ni mamlaka ya usimamizi wa ligi kuu kwa maana ya ligi ya NBC hapa Tanzania bara. Ni kipi kitaendelea? Young Africans wakiendelea kuwa na msimamo thabiti wa kutopeleka timu pale Juni 15, wakidai mpaka itakapotoka ripoti ya uchunguzi uliokuwa ukifanyika na mamlaka. Lakini pia Simba Sports Club wameweza kusema wao hawana hata haja ya kuleta longolongo kwenye hilo, ambalo maamuzi yote ambayo yanatolewa na bodi
ya ligi pamoja na TFF. Ni upi mwenye makosa? Ni wananchi Young Africans, ni Simba Sports Club au mamlaka kwa maana ya bodi ya ligi pamoja na TFF? Dondosha komenti yako, usisahau kulike na kushare, lakini pia subscribe Dax Media Blue House ili uweze kuwa mwanafamilia kupata taarifa kama hizi za kimichezo punde tu zinapotoka. Msimamo wa Young Africans unaendelea kuwa thabiti wa kutopeleka timu uwanjani mpaka pale watakapopata ripoti ya uchunguzi wa kile kilichofanyika na sababu za msingi za kuahirishwa kwa mechi ya pale Machi 8. Ni kipi kitatokea kwa wananchi Young Africans kimaamuzi? Ikumbukwe tu kwa timu ambayo itashindwa kupeleka wachezaji uwanjani kucheza mechi, faini huaga ni milioni 5, lakini pia kukatwa alama 15. Kwa nini hiki hakikufanyika katika mchezo awali uliokula nyoya pale Machi 8 na kitakuja kufanyika kwa wananchi Young Africans? Hayo ndio yanayosubiriwa. Hii ni Blue House Dax Media, mimi ni Don_barabara12T, tupo pamoja na Instagram. Usisahau kunifollow ili tuweze kushare mengi na kuizungumza michezo, lakini pia kama bado usisahau kusubscribe Dax Media ili uweze kuwa mwanafamilia na kupata taarifa hizi za kimichezo punde tu zinapotoka. Let's go.